Ya kocha wa Dar es Salaam Young Africa Miroud Hamdi toka afike katika viunga vya Jangwani, performance yake imekuwa bora kweli na wote tunatambua toka kipindi akiwa Miguel Gamond ameondoka akachukuliwa nafasi yake na Sid Vlahovic, ambaye unaona Sid Vlahovic alipokuja alikuwa ameanza kuingia katika mioyo ya wananchi na watu wakawa wameanza kumuimba kweli na hata ile slogan ya gusa achia twende kwao ilikuwa imeshika hatamu sana, na hadi baadaye wakaanza kupata yale magoli ambayo walikuwa wameyazoea kwa miaka kadhaa huko nyuma, misimu kadhaa huko nyuma, na hususani ni magoli ambayo hayawezi kusahaulika. Na ukiangalia katika jezi za msimu wa mwaka huu, jezi za rangi ya njano zimeonyesha alama ya namba 5 ambayo ikiashiria kuwa ilikuwa ni furaha na kilele cha furaha kwa timu kama Dar es Salaam Young Africa kufikisha magoli 5, na Sid Vlahovic katika utawala wake aliweza kufanya hivyo vya kuweza kufikisha magoli 5. Sid Vlahovic akiwa katika kilele cha furaha kwa wananchi anaondoka anakwenda nchini Algeria, na nafasi yake inachukuliwa na nani? Inachukuliwa na Miroud Hamdi, ambaye kila mmoja anatambua toka Miroud ajiunge na Dar es Salaam Young Africa amekuwa na performance bora kweli. Hapa tunataka tuende tukamwangalie huyu Miroud Hamdi kwa kina kabisa, kwa sababu ukiangalia hata ile kamati ya tuzo ya TFF imeweza kumteua kuwa kocha bora wa mwezi Februari. Kwa hiyo hapa tunakwenda kuangalia ni vigezo gani ambavyo vinaweza vikawa vimeashiria kuwa sanjari kabisa na huyu Miroud Hamdi kuweza kuwa kocha bora wa mwezi Februari. Tukiangalia Miroud Hamdi katika mechi 6 ambazo ameshacheza akiwa kama kocha mkuu, tunaona katika mechi hizo 6 anashinda mechi 5, anatoa suruhu mechi 1. Suruhu maana ya kwamba mechi inamalizika pasipo kuwa na mtu yote ambaye amefanikiwa kuingiza mpira wavuni. Mechi hiyo ni mechi dhidi ya JKT Tanzania, ambapo waliweza kucheza katika uwanja wa Isamuyo General pale, na waliweza kutoka suruhu ya bila kufungana. Hiyo ndio mechi pekee ambayo imeweza kutia dosari katika safari ya Hamdi katika hizi mechi 6 za mwisho za ligi kuu. Baada ya hapo, ina maana mechi zote 5 zinazosalia ni mechi ambazo ameweza kupata ushindi mnono kweli. Kwa hiyo ukija kuangalia katika viwango vya ufanisi, ukiangalia katika mechi 6 ambazo amecheza alistahili kupata alama 18 kama angeweza kuwa na kiwango cha hali ya juu katika performance ya 100%, lakini katika alama 18 anakusanya alama 16, kwa maana kwamba anashinda mechi 5, anatoa suruhu mechi 1 ambayo ni alama 1, mechi 5 alama 15, mechi 1 alama 1, ambayo ukija kujumlisha hapo unapata alama 16. Ukiangalia katika kiwango cha ufanisi alama 16, ina maana kwamba anakuwa na 88.88888, ambapo ukija ku approximate ni 88.8, ambapo ukija ukiapproximate zaidi kwenye significant figure unapata 89 performance yake ambayo ameweza kuifanya. Kwa hiyo unakuja kuona katika 100% ana perform kwa 89, zinapungua 11 pekee kuweza kumpa kiwango cha ufanisi cha 100%, kwamba aweze kuperform kwa 100%. Kwa hiyo unakuja kuona katika mechi ambazo amezicheza, mechi 5 ambazo amezicheza, tunaona kabisa ameweza kupata 89 katika eneo la ushindi. Lakini pia ukija kuangalia katika eneo zima la magoli ya kufunga, tunaona katika mechi 6 ambazo amecheza ameweza kufanikiwa kufunga magoli 22. Kwa hiyo ina maana kwamba yeye katika hizo mechi 6 kushinda magoli 22 sio jambo dogo, ambapo ukija kutafuta kiwango cha ufanisi hapo unapata karibu kila mechi ana uwezo wa kuweza kufunga magoli 3 kama 6 na nani. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba huyu ni kocha ambaye ana wastani wa kuweza kufunga magoli 3 kila mechi kwa hizi mechi 6 ambazo amecheza, kwa hayo magoli 22. Na pia ukiangalia katika eneo la kujilinda
kocha huyu safu yake ya ulinzi imekuwa bora kweli. Katika mechi 6 hizo wameweza kufunga magoli 22, lakini safu yake ya ulinzi imeweza kuruhusu magoli 3 pekee, ambao magoli 3 hayo ukija ukiyagawanya kwa wastani kwa hizo mechi 6 unakuja kuona kabisa kwamba anapata 0.5, ambapo ukija kuangalia kwenye kiwango cha ufanisi unaweza ukaona kabisa kwa wastani anaweza kama ameruhusu goli 1 kwa mechi zote hizo 6 ambazo amecheza, kwa idadi ya magoli 22 ambayo ameweza kufunga. Kwa kiwango hiki ni kiwango kikubwa kweli kwa kocha ambaye ameingia kwenye kikosi katikati ya msimu. Amekuta tayari watu wamesha kuwa wamegain momentum toka wanaanza ligi, lakini anaingia katikati na kuweza kuweka upinzani mkubwa kweli. Na sasa ukimwangalia yupo juu ya msimamo, anamzidi anayemfuatia kwa alama 4, ingawaje anayemfuatia ana faida ya mchezo mmoja mkononi, lakini kimpira na kimahesabu hauwezi kuhesabia na pointi ambayo mtu bado hajaipata katika pitch. Kwa hiyo mpaka sasa unaona yuko juu kwa alama 4 akiwa anamzidi mpinzani wake ambaye anamfuatia. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa namna gani Hamdi ameweza kufanikiwa zaidi katika performance ya timu. Lakini pia kitu kingine ambacho tunaweza tukampima kocha huyu amekuwa bora kweli ni katika eneo la jinsi timu inavyoweza kuperform. Performance ya timu imekuwa bora kweli, lakini pia ile chain ya wachezaji katika kufanya rotation imekuwa bora kweli. Tunaona kipindi akiwepo Sid Lamovic, akiwepo Miguel Gamondi, kuna aina wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi ya kutosha, lakini toka afike Miroud tumeona kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi, lakini katika kikosi chake cha Miroud wameonekana wakiingia kikosini moja kwa moja. Tunaona Israel Patrick Mwenda ameingia kipindi ambacho Miroud akiwa hayupo, lakini tunaona baada ya kufika Miroud, Israel Patrick Mwenda anaenda kuperform moja kwa moja katika beki ya upande wa kulia. Lakini pia tunaona pia upande wa kiungo Miguel Gamondi pamoja na Silamovic, ingawa kwa muda mfupi aliokaa alikuwa ana opt ile idea ya kuweza kucheza Mudathiri ya basi pamoja na Khalid Aucho, lakini tunaona kwa Hamdi imekuwa tofauti kidogo. Tunaona kwa sasa anaanza kumwamini Duke Abuya pamoja na Daktari Khalid Aucho. Na ukiangalia toka enzi ya Nasreddine Nabi tunaona kabisa katika kile kiungo solid kabisa, baada ya kuondoka Yannick Litombo Bangala nafasi yake ilichukuliwa zaidi na Mudathiri ya basi, lakini kwa sasa tunaona yeye alipofika Duke Abuya ameanza kuleta chain pale ya tofauti. Na Khalid Aucho watu wengi wamekuwa wakipiga kelele kwamba amekuwa ni mchezaji ambaye anacheza dakika nyingi sana kiwanjani, anacheza mechi nyingi sana kiwanjani, anajikuta anapata fatigue, na fatigue inawezekana ikawa mental fatigue au ikawa physical fatigue, kwa maana kwamba anaweza akapata uchovu wa kiakili au anaweza akapata uchovu wa kimwili. Na hii imekuwa ikimkuta sana Khalid Aucho. Wakati mwingine amekuwa akiadhibiwa kutokana na kuwajibika zaidi kiwanjani, inapelekea hadi kuweza kukosa mechi muhimu, lakini wakati mwingine amekuwa akipata majeraha na kuweza kukosekana katika timu katika mechi muhimu zaidi. Lakini kwa upande wa Miroud tunaona kwa sasa anaanza kutengeneza rotation, hata kumfanya Khalid Aucho asicheze dakika nyingi sana katika kiwanja. Tunaona mara kadhaa akiwa anamfanyia mabadiliko, na tunaona upande wa Salum Abubakar Shwaboy akiwa anatambulishwa mchezoni, na tumeona toka enzi ya Nasreddine Nabi aliweza kupata game time ya kutosha Salum Abubakar Shwaboy, na ndiye mchezaji ambaye aliweza kuleta madhara kule Tunisia katika mechi ya kufuzu kwenda hatua ya makundi. Goli linafungwa na Stephane Aziz Ki. Ukiangalia ile play assist ilianzia kutoka kwake Shwaboy, na inapigwa cross, Mayele anaruka kichwa inakwenda kwa Stephane Aziz Ki. Stephane Aziz Ki anafunga goli na wanafanikiwa kufuzu kwenda hatua ya makundi kombe la shirikisho, ambapo iliwapelekea mpaka kufika hatua ya fainali. Kila mmoja anakumbuka hilo. Lakini baada ya utawala wa Nasreddine Nabi kuweza kuondoka ndani ya viunga vya Jangwani, hakuwa anapata nafasi, lakini kwa sasa tunaona mara kadhaa amekuwa akipata nafasi
kuweza kuonyesha uwezo wake, ingawa kwa dakika chache, lakini imekuwa ni sehemu ambayo mwalimu Miloud amekuwa akimpa nafasi mchezaji mmoja mmoja kuonyesha kile ambacho alichokuwa nacho. Lakini pia tumeona makocha waliopita Dar es Salaam Young Africa kabla ya Miloud, hata safu ya ushambuliaji Kennedy Musonda alikuwa ameshapoteza kabisa nafasi, lakini ujio wa Miloud tunaona Kennedy Musonda akiwa anapata game time ya kucheza, ingawa kwa muda mchache, lakini tunaona kuna ile rotation ambayo inafanyika. Kwa vigezo kama hivi ambavyo vinaendelea katika timu ya Dar es Salaam Young Africa, tunarudi kuwapa kongole kamati ya tuzo inayosimamiwa na TFF kwamba walikuwa sawa bin sawia kuweza kumpatia tuzo Miloud Hamdi ambaye amekuwa kocha bora wa mwezi Februari. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda, tukiwa tunachambua hapa namna Miloud Hamdi mafanikio yake aliyokuwa nayo toka jiunge na klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Kama utakuwa bado hauja subscribe channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo hapa ndani ya Steam TV. Hadi wakati mwingine, bye bye.